Na mtazamaji, karibu katika habari ya kutwa nzima ya leo hapa Channel 10 Plus. Uko na mimi Pauline Mvungi. Karibu. Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa Mohamed Ali Mohamed kawaida amewataka Tanzania kuwamiminia kura za kutosha Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi ili kuendelea kuwaletea maendeleo. Tupate taarifa zaidi. Mohamed Ali Mohamed kawaida mwenyekiti wa Umoja wa Vijana Taifa ametoa kauli hiyo kwenye uwanja wa Lungalunga wakati wa mkutano wa kampeni wa jimbo la Chiani. Kwa mwitikio huu tunasema dalili ya mvua ni mawingu. Kweli si kweli? Lakini mimi nataka niwaambie ndugu zangu wale wa ACT. Ushindi kwa CCM kwa hali hii niliyoiona Tanzania nzima ni sawa sawa na kifo. Wanataka tunawashinda, hawataki tunawashinda. Naomba nirejee tena kuambia hivi. Sikuwaona, nimeona kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Mikutano ya hadhara ya yule mgombea wao urais haujawahi kufika hata robo ya mkutano wa mwenyekiti wa vijana wa chama. Na kwa hali hii na kwa sababu ya dalili ya mvua ni mawingu, nataka nitume salamu kwao. Wanataka tunawapiga, hawataki tunawapiga. Hapo vipi? Kwa hiyo hii ngoma afe kipa afe beki, mpira lazima ubaki kwa chama cha Mapinduzi. Mgombea ubunge wa jimbo hilo la Chiani Ayubu Mohamed Mahamud na mgombea uwakilishi wa jimbo hilo Juma Mohamed Usonge kwa pamoja wamesema majipanga kuleta maendeleo makubwa na mageuzi ya kiuchumi pindi watakapopata ridhaa ya kuwa viongozi wa jimbo hilo. Tumeonyesha vipaumbele katika miaka mitano, angalau baadhi yao, na hivi hapa viko nyuma yangu. Lakini kando na hilo, tumeelimisha kupiga kura kwa kuweka mabango yanayoelezea kwa kina namna gani unambaini mgombea unayemtaka wa CCM na vipi unampigia kura. Lakini pia hilo lilikwenda sambamba na kuwapatia ballot paper za mfano wajumbe wa mkutano mkuu wa jimbo wote ambao ni 1240, wajumbe ambao kila mmoja atakuwa na wajibu angalau wa kuwafikia watu kati ya 500 na 1000 kwa sababu tunawapiga kura karibu 15,000. Haya yanaenda moja kwa moja kumgusa mwananchi wa kawaida na sio tu mwana CCM. Haya yote yanaenda kumkomboa mwana Chiani kupitia elimu, kupitia kilimo, kupitia afya, kupitia na mambo mengine mbalimbali yote ya kijamii. Wakati viongozi hao wakihudhuria katika mkutano huo, walitumia usafiri wa asili wa Zanzibar kabla ya kutumia farasi kupita mitaani kuhamasisha wananchi kujitokeza tarehe 29 kuwapigia kura viongozi wa CCM na kulinda amani. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Makarani wa uchaguzi katika jimbo la Kibaha mjini wametakiwa kuishi viapo vyao kwa kusimamia na kuratibu shughuli zote za uchaguzi mkuu sambamba na kutojihusisha na chama chochote cha siasa. Margaret Malisa ana taarifa zaidi. Rai hiyo imetolewa na msimamizi wa uchaguzi jimbo la Kibaha mjini Bi Teresia Kiara wakati akifungua mafunzo ya siku moja kwa makarani wa uchaguzi mkuu katika jimbo la Kibaha mjini. Simamieni viapo vyenu vya kutunza siri na kujitoa au kutokuwa mwanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Hivyo, katika utekelezaji wenu wa majukumu, zingatieni matakwa ya masharti ya kifungu hiki ili kuepuka kuonekana mnawajibika kwenye mamlaka nyingine tofauti na tume katika kipindi hiki. Baadhi ya mawakala waliopatiwa mafunzo hayo wameahidi kufanya kazi ya kuratibu shughuli za uchaguzi kwa weledi kama ambavyo wameelekezwa katika mafunzo hayo. Tumejifundisha kuwahudumia wananchi wote kwa usawa bila kujali anatokea chama gani. Nahakikishia kwamba wapiga kura siku hiyo tutakuwa tunatoa huduma ambayo itawaridhisha na kwamba tutahakikisha amani ipo, tutawapa vipaumbele wenye mahitaji na kuzingatia vile ambavyo vyote nimevipata kwenye mafunzo yangu ya siku ya leo. Kwa mujibu wa Tume Huru ya Uchaguzi INEC, uchaguzi mkuu utafanyika mnamo tarehe 29 Oktoba mwaka huu ambapo wananchi wote wanatakiwa kushiriki zoezi hilo. Margaret Malisa, Channel 10. Katika jitihada za kukabiliana na ongezeko la wananchi wanaohitaji huduma ya matibabu ya saratani,
Serikali imenunua mashine mpya 3 za matibabu ya saratani, 2 aina ya Cobalt 60 na 1 aina ya Linac katika taasisi ya saratani ya Ocean Road ya jijini Dar es Salaam. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani Ocean Road, Dr. Diwani Msemo, ameyasema hayo baada ya timu ya wataalamu kutoka Tume ya Nguvu ya Atom Tanzania TAEC kwa kushirikiana na wataalamu wa taasisi ya saratani Ocean Road kufanikisha zoezi la kufungua mashine 2 za mionzi zilizomaliza muda wa matumizi katika hospitali hiyo. Akizungumza baada ya kufanikisha kazi ya kufungua mashine 2 za mionzi zilizomaliza muda wa matumizi katika taasisi ya saratani ya Ocean Road, mkurugenzi wa teknolojia ya ufundi na huduma za ufundi Tume ya Nguzo ya Atom Tanzania, Dr. Remigius Kawala, amesema uzoefu walioupata katika kazi hiyo utawasaidia katika kutoa huduma maeneo mengine. Aidha, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Nguvu za Atom Tanzania, Profesa Najat Kasim Mohamed, amesema TAEC ina jengo maalum la kuhifadhia mabaki ya mionzi ili kuhakikisha usalama wa watendaji wa vyanzo vya mionzi pamoja na wananchi. Ni kweli Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uwekezaji wa kihistoria. Katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake hapa katika taasisi ya saratani ya Ocean Road kwenyewe amewekeza zaidi ya bilioni 40. Tuna mtambo wa PET CT na cyclotron ambao una uwezo wa kugundua saratani ikiwa katika hatua za mwanzo kabisa. Tuna CT scan, tuna MRI, kuna CT planning, CT scan. Vitu vingi sana viwekeza. Lakini ile commitment yake haijaishi kupambana na saratani, haijaishia tu hapa. Amejenga bunkers katika hospitali ya KSMC 5 billion bunkers kwa ajili ya kuweka mashine za mionzi. Okay? UDOM pale Benjamin Mkapa nako kuna center inajengwa sasa hivi pale ya saratani. Pesa nyingi sana zimetumika. Sisi wenyewe Ocean Road tunajenga kituo kingine cha saratani Mbeya, katika hospitali ya Mbeya pale Mbeya hospitali ya rufaa, tuna eneo tunajenga pale. Tuko katika nafasi nzuri tu karibu 20%. Hivi vyote ni vitu ambavyo vimefanyika katika hiki kipindi cha mheshimiwa. Mara ya kwanza hii timu unayoiona ya watu wote hawa tunaingia kwenye historia ya kuweza kufanya kitu kinaitwa decommissioning. Kwa mara ya kwanza decommissioning ya sosi inayotumika hospitalini. Na ni sosi sio moja, ni 2 ndani ya wiki moja. Kwa hiyo yale yote ambayo tumejifunza, nadhani sasa hivi tuko tayari kutumika dunia nzima. Wakitaka kututumia, we are ready. Na hiyo yote itakuwa ni sehemu ya mafunzo, lakini pia ni kazi ambayo tumetumwa na serikali. Tume yetu inayo sehemu maalum kwa ajili ya kutunzia mabaki ya vyanzo vya mionzi. Sehemu hii ni jengo maalum ambalo liko katika kiwango cha kimataifa na linalindwa kabisa katika kuhakikisha usalama wa aina zote, usalama safety na usalama wa security, na hii iko pale Arusha. Kwa hiyo baada ya kuvitoa vyanzo hivi hapa Ocean Road, tutavisafirisha kwa kushirikiana na polisi mpaka tuhakikishe kwamba tunavifikisha salama katika jengo letu pale Arusha. Wito wangu kwa wote wale ambao wanatumia vyanzo vya mionzi ambavyo vinakwisha muda wake, kwamba taasisi yetu ndio yenye dhamana na tuna ujuzi kabisa na utaalamu wa kuvitoa na kuvikusanya vyanzo hivyo ili kwenda kuviweka pahala salama mjini Arusha. Bunge la Djibouti limepiga kura kwa kauli moja kuondoa kikomo cha umri wa uraisi, hatua inayofungua njia kwa Rais Ismail Omar Guelleh kugombea muhula wa 6. Kulingana na katiba ya nchi hiyo ndogo ya pembe ya Afrika, rais wa nchi hawezi kugombea tena baada ya kufikisha umri wa miaka 75. Hali hiyo ingelimzuia Guelleh aliye na miaka 77 kugombea katika uchaguzi ujao unaotarajiwa kufanyika April 2026. Spika wa bunge wa Djibouti Dileita Mohamed Dileita ameliambia shirika la habari la AFP kwamba marekebisho ya kuondoa kikomo cha umri wa uraisi yaliungwa mkono na wabunge wote 65 waliokuwepo bungeni leo wakati wa kupiga kura hiyo.
Kundi la wanamgambo wa RSF limesema limeteka makao makuu ya jeshi katika mji wa Al-Fashir ambao ni ngome ya mwisho ya jeshi la Sudan katika jimbo la Darfur Magharibi. Kwa miezi 18 RSF imeuzingira mji huo wa Al-Fashir ikipigana na jeshi, waasi wa zamani na wapiganaji wa ndani, huku raia wakilengwa kwa mashambulizi ya drone na makombora, hali inayosababisha njaa kwa zaidi ya watu 250,000 waliobaki mjini humo. Kutekwa kwa Al-Fashir kunachukuliwa kama ushindi wa kisiasa kwa RSF na kunaweza kuongeza mgawanyiko wa nchi kwa kulipa kundi hilo udhibiti mkubwa wa Darfur, eneo walilotaja kuwa makao ya serikali mbadala. Umoja wa Mataifa umelishutumu jeshi na RSF kwa kufanya uhalifu dhidi ya binadamu wakati wa mapigano hayo, huku jeshi la Sudan bado likiwa halijatoa taarifa kuhusu hali yake kwa sasa. Na mtazamaji, tuhamie huko Ruvuma. Serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani imetoa magari na mitambo inayogharimu shilingi bilioni 2.2 kwa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Ruvuma kwa lengo la kuimarisha utendaji kazi wa jeshi hilo katika kuhakikisha linatoa huduma bora kwa wananchi, hususan pindi majanga yanapotokea, huku mkuu wa mkoa Brigadier General Ahmed Abbas Ahmed akiagiza magari hayo yakatumike kama ilivyokusudiwa. Ditanyoni kutoka Ruvuma na taarifa zaidi. Awali akitoa taarifa juu ya magari haya, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa mrakibu mwandamizi Mirenia Nyambinyo amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha jeshi hilo linakuwa na mazingira rafiki ya kufanyia kazi, huku mkoa ukitarajia kupokea boti maalumu kwa ajili ya Ziwa Nyasa. Yote kwa ujumla yana thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni 2,218,702,234.88. Magari haya yatatumika kikamilifu katika kutoa huduma za zimamoto na uokoaji kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma, na tunaahidi kuyatunza na kuyatumia kwa lengo lililokusudiwa. Akikabidhi magari na mitambo ya uokoaji, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ambaye mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier Jenerali Ahmed Abbas ameagiza kutenga kwa vituo vidogo vya zimamoto kwa kila halmashauri ili kuongeza idadi ya watumishi. Mkoa wa Ruvuma umeendelea kukua kwa kasi kiuchumi kupitia sekta za kilimo, biashara, ujenzi na uwekezaji wa viwanda. Ukuaji huu unaambatana na uhitaji wa vifaa vya kisasa kwa ajili ya usalama, hususan kwenye matukio ya moto katika masoko, makazi na maeneo mengine. Kwa awamu ya 6 hii ya mama yetu, rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kweli amejitahidi kwa hilo. Mimi namshukuru na mpongeza kwa juhudi zake anazozifanya, ni nzuri sana, na sisi vile vile tunanufaika kwa serikali kwa awamu ya 6. Na hapa mkuu wa mkoa akatoa wito kwa wananchi kushiriki uchaguzi mkuu ifikapo Oktoba 29 mwaka huu kwa amani na utulivu ili kuwapata viongozi wenye sifa. Na unapomaliza kupiga kura, nenda nyumbani ili kusubiria matokeo. Niendelee kuhakikishia usalama siku hiyo utaimarishwa, na hivyo msiwe na hofu, jitokezeni kwa wingi. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Kundi la wanamgambo wa kundi la PKK limetangaza linaondoa wapiganaji wake kutoka Uturuki kuelekea Iraq kama sehemu ya juhudi za kuimarisha mpango wa amani na serikali ya Uturuki. Taarifa hiyo imetolewa kaskazini mwa Iraq miezi michache baada ya wapiganaji wa kundi hilo kuanza kuweka silaha chini kama ishara ya kuunga mkono mchakato wa amani. Kundi hilo limekuwa likiendesha uasi nchini Uturuki tangu miaka ya 1980, uasi uliosababisha vifo vya maelfu ya watu. Serikali ya Uturuki na PKK zimekuwa katika mazungumzo ya mara kwa mara, lakini mara nyingi amani imekuwa ikivunjika kutokana na mashambulio ya pande zote mbili. Sabri Okay, mwanajopo wa uongozi wa PKK, amesema hatua hiyo inalenga kuepusha hatari ya mapigano au uchochezi na kufungua ukurasa mpya wa mazungumzo ya amani katika eneo hilo. Zikiwa zimebaki siku 3 kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu,
Makalani waongozaji wa wapiga kura katika majimbo mawili ya Mbeya mjini na Uyole mkoani Mbeya wametakiwa kufika mapema kwenye vituo vya kupiga kura ili kuondoa changamoto ya wananchi kukaa muda mrefu kwenye vituo hivyo na kusisitizwa matumizi ya lugha rafiki kwa wapiga kura. Taarifa ya Epimachus Apolinari inafafanua zaidi. Rai hiyo imetolewa na msimamizi wa uchaguzi jimbo la Mbeya mjini na Uyole Anamary Joseph wakati wa mafunzo kwa makarani waongozaji wa wapiga kura na kuwataka kutumia lugha nzuri pamoja na kuwapa kipaumbele watu wenye mahitaji maalum. Kutana na changamoto yoyote huelewi, basi uliza ili uweze kupata ufafanuzi, usichukue hatua ukakosea. Niwasisitize sana hapo. Pili, jitahidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakaokuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Kwa upande wao, makarani waongozaji wamezungumzia jinsi walivyopokea mafunzo hayo na watakavyoenda kusimamia sheria na taratibu za upigaji wa kura kwenye vituo walivyopangiwa. Tutaenda kufuata zile sheria zote ambazo zinatakiwa. Watu wenye mahitaji maalum watakuwa watu wa kwanza kupata huduma hizi, lakini pia tutasimamia zile sheria ambazo tumeelekezwa kama kutunza siri. Leo kupokea mafunzo ya namna ya kuongoza wapigaji kura ambao wamejiandikisha kwenye daftari la Tume Huru ya Kupiga Kura. Tunaomba siku ya tarehe 29 wajitokeze na tutahakikisha tutasimamia usimamizi huu wakati wa uchaguzi kwa haki. Na tutaenda kudumisha amani katika vituo vya kupigia kura na kuhakikisha kila mtu anaweza kupiga kura na kumsaidia mtu yoyote yule mwenye uhitaji na anahitaji kupiga kura hiyo siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimachus Apolinari, Channel 10. Watanzania kupitia dini zao, taasisi na vyama vya siasa kwa ujumla wameshauriwa kulipa kipaumbele suala la kuilinda amani iliyopo nchini bila kuchoka kwa kuwa ndio msingi mkuu wa maendeleo endelevu ya taifa. Historia inaonyesha kwamba mataifa mengi yameporomoka kiuchumi na kijamii kutokana na kukosekana kwa amani. Clement Sanga ana taarifa kamili. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa Umoja wa Makanisa ya Kitume na Kinabii mkoa wa Iringa, Mtume Bruno Masae, wakati akizungumza katika maombi maalumu yaliyopewa jina la Amani Kwanza, mengine yanafuata, yaliyofanyika mjini Iringa. Amesema taasisi za dini zina wajibu mkuu wa kuendelea kuhubiri upendo, uvumilivu na mshikamano miongoni mwa waumini, huku vyama vya siasa navyo vikihimizwa kufanya siasa za kistaarabu na zinazojenga badala ya kubomoa. Taifa ni kama nyumba ya kuishi. Kwa mfano, ukiwa na nyumba yako nyumbani, ukiibomoa utalala wapi? Kwa hiyo kwenye tunaombewa Tanzania na vijana wenzangu na Watanzania wote wanaonisikiliza popote pale mnaponiangalia kwamba hakuna nchi nyingine ya kukaa. Hakuna mahala pengine pa kuishi zaidi ya Tanzania. Tanzania ni yetu na tuilinde kwa wivu mkubwa sana. Tanzania ni moja na hii ndio nchi yetu. Hatuna mahali pengine pa kwenda au pa kukimbilia likitokea lolote. Na tukumbuke ya kwamba mataifa mengine huko kukichafuka, hasa nchi ambazo zimepakana na sisi, wengi wanakimbilia kwenye taifa letu ili wawe salama. Lakini ikitokea huku kwetu kumeharibika, sisi hatuna kwa kukimbilia. Katika maombi hayo, jeshi la polisi nalo likawa na neno kuhusu usalama na ulinzi, hasa wakati wa zoezi la upigaji kura siku ya tarehe 29 Oktoba. Hiyo siku nitalala naogopa. Hapana. Nenda katimize haki yako kikatiba. Unalindwa, lakini pia chagua kiongozi unayemtaka ukiamini chaguo lako wewe ni Mungu yuko ndani yako ndio akumchagua huyo kiongozi. Elimu kuhusu madhara ya rushwa nayo ikatolewa. Rushwa inasababisha watu wasio na sifa au uwezo wa kutuongoza na vile vile kupata nafasi hizo kuwa na uwezo wa kuhongwa na wapiga kura.
Mwisho wa siku tunachagua yule bora kiongozi na sio kiongozi bora. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Omar Dendego ameuagiza uongozi wa chuo cha mabinti maji Mau Ahbab kilichopo halmashauri ya manispaa ya Singida kufuata sheria, kanuni pamoja na taratibu zinazotakiwa za uanzishwaji wa vyuo, ikiwa ni pamoja na kukisajili chuo hicho kisheria ili kujilinda na majanga yanayoweza kutokea. Tupate taarifa zaidi. Katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na katibu tawala wa wilaya ya Singida Naima Chondo, mkuu huyo wa mkoa akabainisha faida za usajili wa kisheria wa vyuo vilivyopo katika mkoa wa Singida. Nami nitoe rai yangu, tufanye na tufuate sheria, taratibu na kanuni za vyuo zinavyohitaji. Chuo chetu tukisajili, kwani tunaishi na watoto kutoka sehemu mbalimbali. Hatuombei jambo baya, lakini ikitokea janga lolote tuwe katika sheria. Tujiweke vizuri ili tuweze kupata msaada wa kiserikali. Kwa hiyo tufate sheria, taratibu na kanuni za kuishi na watoto wa watu. Pia niwape usia wa timu, mmetoka hapa na elimu kubwa, mnaenda duniani. Duniani mtakutana pia na watoto na ndugu na jamaa ambao hawajapata elimu hii. Msichanganyikane nao kuchukua mabaya yao, bali mchanganyikane nao kuwapa elimu ambayo mmeitoa hapa. Ya chuo kukuza elimu ya dini na maadili mema kwa mabinti wa Kiislamu, kuwapa mabinti ujuzi wa ufundi stadi ili waweze kujitegemea kimaisha, kuandaa kizazi cha wanawake waadilifu, wachapakazi na wanyenyekevu, kutoa mchango katika juhudi za serikali na jamii katika kuinua nafasi ya mwanamke kielimu na kiuchumi. Mafanikio tuliyofikia hadi sasa, chuo kimeweza kuhitimisha zaidi ya mabinti 130 tangu kuanzishwa kwake. Wengi wao sasa wanajitegemea kupitia kazi zao za ushonaji, mapishi na huduma za urembo. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu Tanzania JUAKITA mkoa wa Singida Ziana Saidi Salum akatumia fursa hiyo pia kuwahimiza kina mama waliohudhuria kwenye mahafali hayo kujitokeza kwa wingi kwenda kwenye uchaguzi. Mimi ninachotaka kusema kitu kimoja, twendeni kwa sababu tukapige kura, kwa sababu ni haki yetu. Kupiga kura ni haki yetu, lakini wito wangu sisi Waislamu tusimame tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Toka juzi sisi tunazunguka kwenye viongozi wa dini mbalimbali, wanaomba dua kila wilaya, tunaiombea uchaguzi uwe amani na utulivu. Lakini wito wangu, tutakapokwenda kupiga kura, mama zangu, tupige kura turudi nyumbani. Kama alivyosema, vijana wengi wamekuwa wakirubuni. Nikiripoti kutoka mkoani Singida, Jumbe Ismail wa Channel 10. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imewataka makarani waongozaji wapiga kura kutekeleza wajibu wao kwenye vituo vya kupiga kura kwa kufuata sheria na katiba ya nchi, kwa kuwa ndio msingi wa uchaguzi huru na haki utakaoepusha malalamiko na vurugu wakati wa mchakato huo. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Zikiwa zimesalia siku chache kabla ya Watanzania kutumia haki yao ya kikatiba kuchagua viongozi wa ngazi ya udiwani, ubunge na urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu, INEC imewateua na kuwaapisha makarani waongozaji wapiga kura zaidi ya 600 ambao watatekeleza majukumu yao kwenye kata 22 za jimbo la Kongwa. Akizungumza baada ya kuwaongoza kula kiapo cha kutunza siri na tamko la kujitoa kwenye uwanachama wa chama cha siasa, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Kongwa CPA Deodatius Mtalemwa amesisitiza makarani waongozaji hao kufuata sheria na katiba ya nchi. Uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na kisheria, ambapo upaswa kufuata na kuzingatiwa hasa katika ngazi ya kituo, ambapo mchakato wa kupiga kura
na kuhesabu kura huendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi wa kiti cha rais, ubunge na udiwani ndiyo yanapoanzia. Kwa hiyo kazi yetu ni nyeti. Matokeo yoyote ya uchaguzi yanaanzia na sehemu utakapokuwepo wewe. Hatua na taratibu hizo ndio msingi wa uchaguzi huru na haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Baadhi ya makarani waongozaji wapiga kura wakiwemo walioshiriki kusimamia chaguzi zilizopita na ambao uchaguzi huu utakuwa mara ya kwanza wameeleza umuhimu wa kuishi kiapo na tamko walilotoa kwa mujibu wa fomu namba 6 na namba 7 ili kuhakikisha uchaguzi unakuwa wa huru na haki. Mwaka 2020-15 kote tulikosimamia ile kanuni ilikuwa tofauti na ya mwaka huu. Kanuni ya mwaka huu ya mwaka 2025 ya usimamizi wa makarani hasa waongozaji, ninaona kuna uboreshaji mkubwa sana. Kwa sababu pale haitaangalia itikadi ya mtu wala kitu chochote kile. Hivyo imeboresha sana. Wito wangu kwa wananchi hasa wilaya ya Kongwa na mkoa wa Dodoma, tujitokeze kupiga kura. Kwa sababu kura ni wajibu wetu. Tunaenda kumchagua ni mtu wa miaka 5 kwa ajili ya maendeleo yetu. Kwa hiyo tusipoenda kumchagua yule tunamhitaji kwa ajili ya maendeleo yetu, tunakuja mtetenda haki na tumeikandamiza katiba yetu. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo tukapate mapumziko mafupi, nasi tutarejea katika upande wa michezo na burudani. Utakuwa nami Pauline Mvungi. Kaa nasi.